Haleluya. Naweza nikafeli, naweza nikawa sina hela, naweza nikaumwa, ila hiyo haiondoi nafasi yangu kuwa mtoto wa Mungu. Haleluya. Mwambie wenzako, ukiona niko kwenye hali ngumu, ni kwa sababu nimeamriwa kwamba kutakuwa kuna usiku na mchana. Ni usiku tunapitia, lakini mchana unakuja. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa una hekima kama Yusufu, lakini maandiko yanasemeje? Kutakuwa kuna miaka 7 ya njaa na kuna miaka 7 ya neema. Haihitaji uwe mtu mzuri ili usipite kwenye miaka 7 ya njaa. Utapita kwenye miaka 7 ya njaa, haijalishi unamjua Mungu kiasi gani. Nyakati ngumu zimeandaliwa kwa watu strong na haitakiwi. Ukijana unapita kwenye hizo nyakati, usijifikirie kwamba mimi ni mtu mbaya, mimi ni mtu muovu. Hamna. Unaweza ukawa ni mtu mwenye hekima kuliko wote, lakini still njaa ikakukuta. Nisikize rafiki yangu, ili uende ikulu, ili uende kwenye ikulu, sehemu moja wapo ya kupita ni gerezani. Hebu sema, ninapita gerezani, ila ni njia yangu kwenda ikulu. Sema tena, ninapita gerezani. Kuna wakati nao pita kwenye magereza, ila ni njia yangu ya kwenda ikulu. Haleluya. Unaweza ukasema mimi ni kama Yesu. Ukiwa kama Yesu, ili ufike kwenye kiti cha utukufu kuna msalaba. Lazima ukubaliane kwanza kupita kwenye msalaba. Baada ya msalaba ndio unaenda kwenye kiti cha utukufu. Wewe Yesu ambaye hujapita msalabani, kuna kiwango hauwezi ukatuonyesha. Kuna Yesu wa msalaba pekee ndio anaweza kutuonyesha hicho kiwango. Sema nipo tayari kupita msalabani. Haleluya. Kitabu cha Luka 1:80 nasemaje? Luka 1:80. Haleluya. Kitabu cha Luka sura ya 1 na mstari wa 80. Biblia inasema hivi: yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakama jangwani hata siku ya kutokea kwake kwa Israeli. Biblia imesema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni. Tulitegemea akiongezeka nguvu rohoni aanze huduma. Tulitegemea akiongezeka nguvu rohoni aanze crusade kama hizi, aanze mikutano kama hii, aanze mikesha kama hii. Lakini alipokuwa akaongezeka nguvu rohoni, akapelekwa majangwani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa umeongezeka nguvu rohoni, lakini bado tusitambue neema uliyokuja nayo, tutakupeleka majangwani kwanza. Sema nitakaa majangwani kwanza. Sema tena nitakaa majangwani kwanza. Haleluya. Biblia inasema alikuwa aliongezeka nguvu rohoni. Unaweza ukawa kama ni mfalme Daudi. Daudi anapakwa mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Anapakwa mafuta na Samueli. Samueli anampaka mafuta hapa, anamwambia hivi, umewekwa kuwa mfalme juu ya Israeli. Lakini baada ya kupakwa mafuta hakwenda ikulu. Baada ya kupakwa mafuta alirudi kuchunga kondoo na mbuzi za baba yake. Mwalimu zako, usinione ni mchunga mbuzi, nina mafuta ya ufalme. Mtikisa kidogo, mwambie usinione ni mchunga mbuzi, nina mafuta ya kifalme juu yangu. Sema hayo mafuta yanachoamua kwanza ni nikae kwenye machunga, nikae nichunge kwanza mbuzi, ndipo nije kuchunga taifa la Israeli. Inawezekana una mafuta makubwa, lakini eneo la kwanza nataka kukupeleka, yanakupeleka kwanza machungani. Biblia inazungumza kwa habari ya Paulo. Paulo anasema nilipookoka, baada ya kuombewa Roho Mtakatifu, nilipopokea Roho Mtakatifu, nilienda nikakaa Arabuni, sikwenda kwa mitume. Unaweza ukaokoka ukapakwa mafuta ukapokea Roho Mtakatifu, lakini eneo la kwanza ni majangwani, eneo la kwanza ni Arabuni. Sio mara ya kwanza ni kwenye pulpit kama hivi. Hauitwi kuhubiri kwanza, unaitwa kukaa peke yako kwanza. Mungu akuchonge mwenyewe kwanza. Na nisikilize, hauchongwi kwa mazingira mazuri, unachongwa kwa vitu vigumu. Unachongwa kwa sababu unapita kwenye moto. Dhahabu haiwezi ikawa safi eti kwa sababu imepita kwenye maji. Dhahabu inabidi iwe safi kwa sababu kuna moto imepitia. Haleluya. Sema kuna siku sitakuwa na hela ya kula. Sema tu, lakini ni sawa, bado nina mafuta juu yangu. Kuna siku yatadhihirika. Huo mstari unasemaje? Yule mtoto akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake. Hebu sema kuna siku ya kutokea kwangu. Sema tena kuna siku ya kutokea kwangu. Katika jina la Yesu. Bwana, kuna siku ya kutokea kwangu. Ninaisubiri siku ya kutokea kwangu. Ninakaa majangwani hata siku ya kutokea kwangu. Rapakarabashia, reska paradosa, yemantarabashande, rekosha baradia. Mungu nipe uwezo wa kupita kwenye majangwa hata siku ya kutokea kwangu. Haleluya. Haleluya.
Nisikilize, Mungu akupe stamina ya kupita kwenye jangwa ambalo ni la kwako. Mungu akupe stamina ya kupita kwenye kipindi ambacho ni kigumu. Baada ya kupita kwenye hicho kipindi, Biblia inasema kuna siku ya kutokea kwako kwa Israeli. Nisikilize rafiki yangu, kwenye siku ambayo ni siku yako, unaweza ukatembea ukatoa wimbo hata ambao wewe hupendi, lakini Tanzania nzima utausikiliza. Kwenye siku ya kutokea kwako, unaweza ukahubiri sermon ya kawaida, lakini nchi nzima ukasikiliza. Kwenye siku ya kutokea kwako, unaweza kumwombea tu mgonjwa mmoja, lakini dunia nzima ikakusikiliza, kwa sababu hiyo ni siku ya kutokea kwako. Sema day of my appearance. Sema day of my showing. Hiyo ni siku ya show yako. Kila mtu atakuona wewe, hakuna mtu mwingine atakayemuona, utaonekana wewe. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu